Roho Mungu alikuwa anarudia neno hili. Hakikisha muda wote unafanya mapenzi ya Mungu. Tuhakikishe muda wote tunayatambua ni nini mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu sisi. Tuhakikishe. Ina maana kuhakikisha huko inabidi mtu uweze kusikia na kuelewa Roho wa Mungu ananisemesha nini wakati gani. Tunataka tuwe katika mapenzi ya Mungu. Mradi wewe ukiwa katika mapenzi ya Mungu, usijali mambo mengine. Usijali kinachoendelea. Yaani usijali huyu anasema nini, huyu anafanya nini, huyu afanye nini, huyu ananielewa, huyu anielewi. Wewe angalia, niko katika mapenzi ya Mungu? Ninamwazia mtu yoyote mabaya? Hiyo ndiyo dhambi. Ninachelewa kutii chochote mbele za Mungu? Hiyo ndiyo makosa. Hiyo ndio inampa shetani nafasi ya kufanya yasiyofaa kwenye maisha yetu na watu wetu. Je, niko kwenye zamu yangu kwa ajili ya watu wangu Mungu alionipatia? Kuna mwanamke na binti na vijana wote ambao tunaongeaga nao, huwa nawaambia kila mtu aliyeokoka ana watu wake Mungu amempatia. Simamia nafasi na kazi ya watu Mungu aliyokupatia. Kuna ambao umepatiwa huwezi kuongea nao kwa sasa. Unawaombea, unawaombea vya kutosha? Hawakusikia, hawakuelewi kwa sasa. Je, unawatubia na kuombea fahamu zao ziachiliwe vya kutosha? Kwa maana sisi tulifikia wokovu kwa sababu kuna mtu aling'ang'ana na maombi mpaka tukafikia wakati wa kutubu na kupokea neema ya wokovu. Tusisahau hilo neno. Kuna mahali Mungu alitutoaga. Tunajua kila mmoja wetu tulikuwaga wapi. Sasa tusiwe wepesi kuchoka au kukatia wengine tamaa. Mbona anisikii? Mbona haelewi? Mbona habadiliki? Sisi hatujui huyo mtu alifungwa. Kuna watu wamefungwa kabla mimba zao hazijatungwa, ujue, kwenye tumbo za mama zao. Walifungwa kizazi, kwenye kifungo cha kizazi cha ukoo. Ndio maana itachukua muda na imani ya ziada. Itachukua mtu anayejua kusimama mahali palipobomoka, huyo mtu akaja akafunguliwa akasikia. Sio juu yako huyo mtu anafunguliwa lini. Sio juu yako huyo mtu atabadilika lini. Wewe simamia nafasi yako kwa upole na unyenyekevu. Tusimpelekeshe Bwana Yesu, wapendwa. Sisi ni binadamu tu, ni mavumbi. Mbona anisikii Mungu naomba? Mbona sioni majibu? Bwana Yesu halazimishwi. Hapelekeshwi. Hatumpi timeline yeye ndio anatupa sisi. Yako maandiko mengi mno. Haleluya. Yanayotutia moyo. Ukienda waraka wa pili wa Korinto 12:9 unasema, mtumishi wa Mungu anasema neema yake inatosha. Katika nguvu, kwa nguvu yangu ananipa nguvu katika udhaifu. Kwa hiyo huyo mtumishi wa Mungu kwenye ile andiko anasemaje? Anafurahia madhaifu yake, magonjwa yake anafurahia. Tunakuaga saa nyingine tuliookoka tunaishi kama vile hatupaswi kupitia changamoto. Hatupaswi kupitia ugumu. Machangamoto na ugumu ni sehemu ya mapito ya dunia hii ambayo shetani ana vimamlaka fulani, vieneo fulani anaweza kutenda anavyotaka yeye kutenda. Ni sehemu. Haleluya. Tusikubali shetani akatuzidi nguvu, akatuzidi ujanja, akatupotelea uwepo. Warumi 11:6 inasemaje? Inasema ni kwa neema, na tafsiri Kiingereza kwenda Kiswahili ndio maana. Sio tu kwa ajili ya kazi kazi za mambo ya kimwili, kazi za kuonekana kwa macho, hapana. Kwa maana kama ni kwa kazi za mikono tu, kazi za kuonekana, basi hatuhitaji neema. Tuombe tu neema zaidi ya kutenda mapenzi ya Mungu. Haleluya. Yakobo 4:6 inasemaje? Lakini anawapa zaidi neema. Mungu anapinga wenye kiburi, lakini anawapa neema wale walio wanyenyekevu. Nyenyekea sana. Wewe ndio maana unajiuliza, Mungu, leo nimetenda mapenzi yako. Ili saa lililopita nimetenda mapenzi yako. Katika majukumu yetu kina mama tuna majukumu mengi. Majukumu ya familia, majukumu kwa waume zetu, majukumu kwa watoto wetu, majukumu ya kiuchumi, majukumu ya huduma, majukumu ya familia kubwa. Acha familia unayoishi nayo ndani ya nyumba, kuna ukoo uliokoka, tuna majukumu mengi. Tulia,
Omba hekima ya Mungu, tembea na hekima ya Mungu, nenda na timeline ya Mungu, usichoke, usikate tamaa, usianze kujiuliza swali linaanza na mbona na. Tayari utakuwa umemkosea Mungu. Mungu haulizwi mbona. Kwa wakati wake atatenda. Kwa wakati wake atajibu. Mradi sisi tuhakikishe hatufanyi vitu vya kufungulia mlango kumpa haki shetani ya kutukwamisha. Na shetani yuko mwepesi, yuko makini. Mfungulie kamwanya kadogo tu, anapata pa kukamatia. Ndio maana tusikubali kupotezewa mwelekeo. Yaani shetani anakuletea vitu kukuondoa wewe kwenye assignment yako. Unapaswa uombee ndugu, unapaswa uombee watoto wako, unapaswa uombee wewe mwenyewe, unapaswa uombee watumishi wa Mungu. Tunasahau kwamba mtu yoyote yule, saa yoyote yule, dakika sekunde yoyote yule, mtu anaweza kaambiwa muda wako umeisha duniani. Usikubali mawazo unakuta kukatishwa tamaa, changamoto nini. Tulia tu mbele za Mungu. Mungu, hapo nisamee, nimewaza hiki, nisamee. Tunafanya biashara labda au kazi na maeneo ya watu ambao hawajaokoka, hawana Mungu. Wewe waombee. Ni kwa neema tu sisi tunajua kwamba hili neno, haya mazungumzo sio mema mbele za Mungu. Usiwahukumu, waombee. Sikutaka kusema mengi, ila nashukuru kwa muda wenu. Nilitaka nishirikishe ile neno fupi sana. Tutafute, tumuombe, tumsihi Roho Mtakatifu atujulishe ni nini mapenzi yake Mungu kwa ajili yetu sisi, kila siku, kila saa, kila dakika. Hichi ninachokifanya sasa hivi ni mapenzi yako? Tuna ratiba za kupika, kusafisha, kufanya mambo mengi, kuomba, kufunga, kuongea na familia, yaani mambo yetu kina mama na mabinti. Wewe tafuta kukaa katika uwepo wa Mungu. Ndio maana wanasema hata njia tunazopita na magari, unaenda sehemu moja kwenda nyingine, Mungu, ni njia hii nipite? Ziko njia 3, 4, 5 kufika unakotakiwa kwenda. Tafuta kuwa katika nini? Mapenzi ya Mungu. Mapito ya maisha amenifundisha, nikiambiwa nisipite njia fulani, sing'ang'ani na Roho Mtakatifu. Mimi natafuta njia nyingine. Nauliza ni hii? Kwa sababu unakuta kule ajali ilitokeaga. Unaambiwa ombea huyu, muombee huyu. Usitafute kujua kwa nini unaambiwa muombee fulani. Wewe simamia nafasi yako, omba kweli kweli. Tena omba kweli kweli. Yule mtu akipatwa na jambo, isiwe ni kwa sababu wewe hujaomba. Hata akipatwa na neno baya na uliomba, ina maana umepunguza makali. Tutafute kuwa katika mapenzi ya Mungu. Ndio neno nilikuwa nimepewa wiki hii. Nikamwambia Mungu, naomba unipe neema niseme na kina mama wenzangu na mabinti zako na vijana. Tutafute. Vijana wetu wanapitia mambo magumu sana dunia ya mwisho. Wanakatishwa tamaa na mambo mbalimbali. Kwa maana kama wao hawajachagua kuwa kwa shetani na wanajaribu kufuata njia ya Kristo, shetani anasema huyu nitamkatisha tamaa. Ngoja nimkwamishe tu, nimkatishe tamaa. Yamkini anawezekana akarudi upande huu kwangu mimi shetani. Tuwabebee mizigo. Nazungumzia watoto wa wengine. Mama, nikupe siri. Ukijua kubeba watoto wa wengine, utamlilia Mungu kwa furaha na kwa machozi ya shukurani. Ataka kutendea watoto wako. Atakutendea mambo makubwa. Nina kaushuhuda kadogo tu, nisije nikasahau kushirikisha nikamkosea Mungu. Katika vijana wangu wa kuzaa wawili, mdogo alikuwa anafuga nywele ndefu hizi nywele za kusokota hizi. Alikuwa anafuga, ananyoa pembeni huku, katikati hapa kishungi, jani nyingi, akitaka anaziachia, akitaka anafunga kishungi. Ghafla wiki iliyoisha, ni maombi tu, ni neema. Kuomba bila kuchoka. Unaomba, unatoa sadaka. Unaomba, unamwambia Mungu, sikuhongi, ila waliomfunga akawa kwenye njia hii, kuna sadaka walitoa mahali yamkini, sijui. Wacha tu nijikave. Nitoe sadaka gani? Huku ninabeba watoto wa wengine. Ghafla wiki iliyoisha, mama nimeamua hizi nywele nizikate tu. Akanipa sababu zake. Akasema na sijui kama nitarudi kuzifuga tena au vipi. Lakini kwa sasa ninao tu nizikate. Naendelea tu kuomba. Namshukuru Mungu. Ni hatua. Sio kwamba mimi ni muombaji sana. Kuna wanaojua kufunga wewe. Kuna wanaojua kuomba, sio mimi. Kuna wanaojua kumsihi Mungu na kutoa sadaka na kumtumikia Mungu, wapo. Wanamtumikia, lakini kwa huruma, kwa unyenyekevu.
Ndio maana ninaogopa sana hii safari na Yesu Kristo. Inawezekana usinione sana mtandaoni, usinione sana kwenye makundi, lakini kuna mahali Mungu ameniweka ninafanya kile mapenzi. Ndio Mungu alikuwa ananiambia tulia. Tulia. Nijiulize tu, unafanya mapenzi yangu? Kama unafanya mapenzi yangu, tulia, endelea na kufanya mapenzi yangu. Kuna vitu tunafanya kwenye kazi ya Mungu hatutakiwi kusema kwa watu. Na hatutathubutu kusema kwa watu. Na wahusika hawana haja ya kujua. Lakini hapo ndio nakupa siri, mama mwenzangu na binti wa Yesu. Fanya, kuna neno nilitoaga zamani linasema hivi, mnisamee natumia neno la kimtaani kidogo, kwamba hivi, penda kubeba tenda za Yesu Kristo. Tafuta kujua tenda gani za Yesu Kristo tazibeba. Za kimya kimya. Kama ni kuombea watumishi wa Mungu, kuombea mama wenzako, hakuna mtu ambaye hajui mama mwenzie anayepitia magumu. Wabebee tenda hizo kimya kimya. Kimya kimya. Hawana haja ya kujua. Wengine hamuongei tena sana. Wengine hamuongei kabisa, hata kujui. Lakini unaambiwa ombea yule, ombea na yule. Penda tenda, kubeba tenda za kuombea watoto wa watu. Wa kike na wa kiume, wakubwa na wadogo. Unaowajua, unashuhudiwa huyu anahitaji maombi. Ombea jirani zako. Ombea wanafamilia. Hawana haja ya kujua, kwa sababu anayetoa thawabu ni Mungu. Anayehesabu, anaweka akaunti ni Mungu. Malaika wako uliye naye ndio anapeleka ripoti. Tulia kimya. Tulia kimya, nyenyekea kabisa. Tenda unachoweza. Wa kuongea naye kwa simu, ongea naye unavyoweza. Isizidi sana. Wapendwa, hatutakiwi kukaa mitandaoni sana. Hatutakiwi. Kama sio neema yako, mwingine anatakiwa akae mitandaoni sana kwa sababu zake labda za biashara au za huduma. Fine. Lakini kuwa unafanya mapenzi ya Mungu. Hilo neno limejirudia wiki yote hii. Na mimi wanajua neno nisipolitoa litakaa moyoni mpaka nilitoe ndio nipewe neno lingine. Na ninaogopa nisichelewe mtu akapata neno, ikawa mtu hajasikia neno, akaja akapatwa na mabaya au magumu kwenye safari. Mwingine anakuwa karibu amekata tamaa. Haleluya. Nimekutana na watu wiki hii wamekata tamaa, wanataka kukata tamaa, kukata tamaa. Machozi. Lakini Yesu Kristo, tuombe atuhuisha, tutie nguvu. Hii ni safari. Haijalishi tuko katika dunia yenye uovu kiasi gani. Usitishwe na uovu unaouona umekuzunguka. Usitishwe na uovu unaosikia kwenye taarifa za habari. Bwana Yesu Kristo bado amekaa kwenye kiti cha enzi. Yeye bado ni mfalme wa wafalme na ni Bwana wa mabwana. Yeye ndiye Mungu muumba ulimwengu. Anajua mwanzo na mwisho wa dunia hii, mwanzo na mwisho wa sisi, mwanzo wa mwisho na kila binadamu. Wewe ombea kila mtu afikie kumjua Yesu Kristo na kutembea naye. Na ukiona amefikia kumjua Yesu Kristo anatembea naye, wewe sema asante Yesu Kristo, asante. Huyu unaendelea kumuombea vipi? Huyu bado inaombaje? Kuna mahali gani sijaomba? Kuna mahali gani sijavunja? Mungu, nimuombee toba, nimuombee nini? Wewe ishi maisha hivyo, mpendwa wangu. Majaribu yapo. Magumu yapo. Tutanenewa mabaya, tutasemewa mabaya, tutatukanwa, tutadharauliwa. Yapo mama, yapo. Sitasahau hii kazi ambayo ninazifanya sasa hivi, leo ninayofanya kazi sasa hivi. Kuna dada mmoja msafishaji, nilimuombeaga toba. Mimi ni mweusi, lakini ofisi yangu pale alikuja akaambiwa asafishe. Siku ya kwanza alileta maneno mengi, nitakuja kusafisha. Nikanyamaza, mimi ni mgeni. Siku ya pili akaja, akamwambia bosi wake anakuja kusafisha. Bosi wake yuko jirani na mimi. Akaja alisafisha kuanzia mlangoni, kafagia, sijui ni mopu ile alikuwa nayo. Kuanzia mlangoni mpaka hakufika kwenye meza yangu. Akamaliza, akazunguka, akatoka mlangoni, nasikia anamwambia bosi wake nimemaliza kusafisha ofisi yake. Nikanyamaza. Nikasema nimeshaelewa hapa. Inabidi unakuja vifaa vyangu vidogo vidogo na vijifanyia usafi mwenyewe. Hamna shida. Ni mweusi mwenzangu. Sikuona cha kukwazika. Mimi sina cha sitaki kitu cha kunikwamishia maombi, na mimi nina safari ndefu na Yesu Kristo. Wiki hiyo mpendwa, ulifanyika mkutano, tumenunuliwa na kampuni nyingine. Wewe nafasi yake ilikuwa hatarini. Alikuwa anatembea na hofu, nasema huyu dada mbona haniangalii tena? Mimi ni Mwafrika. Nikutana na wewe asubuhi mara ya kwanza nitakusalimia. Haniangalii, hanitikii salamu. Nikasema kwani kimempata nini huyu dada? Mungu, kimempata nini?
Kuna ambao tulijua wamepata fagio ya chuma. Nikasema Mungu, ninakusii, ninakuomba Baba, ninakuomba huyu kisimpate fagio la chuma, muonee huruma, msamehe. Hii inayofanya ananiogopa tu sasa hivi, anaogopa, anadhani labda nitamshitaki. Aliniona tu niko sawa, namchangamkia na kwa heshima na unyenyekevu. Mimi mpaka niliomba ruhusa, naombeni mavazi yangu nikasafishe mwenyewe, naomba ruhusa, kwa maana mimi najua maana ya kutunza madhabahu. Nina kamfagio kangu kazuri tu pale, nafagia, tuko tuna amani ya kutosha, kwa sababu ninaelewa madhabahu wapi pale walipo. Nyenyekea, usihukumu mtu. Yule dada bado yuko kazini, nashukuru Mungu. Yuko kazini, amechangamka. Nadhani ameona kazi yake bado anayo. Hajaitwa kuonywa na mtu. Akajua huyu mama, kumbe aka mama kaafrika, akana shida. Sina shida na mtu. Ninakufundisha kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mimi niko pale ninajua kuna ambao wagonjwa natakiwa niwaombee. Katika ukipewa na moja hapo ya nafasi ya kuwa kiongozi mahali, wewe tumia nafasi yako, mamlaka. Wewe ni kiongozi wa nyumba yako, kiongozi wa familia yenu. Wewe ndio unaitwa dada, unaitwa shangazi, unaitwa sijui mama mdogo, sijui unaitwa nani. Tumia yale mamlaka yako kwa unyenyekevu. Mapenzi ya Mungu yafanyike mahali pale, kwa sababu wewe uko mahali pale kwenye ile nafasi. Usikubali kukosa assignment. Kuwa macho, unaangalia nani anahitaji maombi hapa, nani bado anahitaji nani. Haleluya. Nani? Roho wa Mungu atakukalia wewe. Unashangaa watu wanasema, yani wewe kuna uwepo fulani wa utulivu huko umekuzunguka. Unanyamaza kimya. Ukiingia kwenye chumba na mtu unamhoji kwa ajili ya kazi yako, anajua kuna kitu tofauti hapa. Haijalishi yeye ni mgomvi kiasi gani. Taratibu utaomba pale, watu wataokoka, mambo yatatulia, vurugu zitapungua, mauti yatapungua, magonjwa kwenye familia yenu yatapungua. Wanaofungwa tena, wewe ukiombea mtu ambaye anafungwa, samani naenda kumalizia, Roho Mungu ananiambia nimalizie, mnisamee naongea sana. Utaona ule unayemuombea anazidi kucharuka. Usikatishwe tamaa na hilo. Wewe endelea tu. Endelea, simamia nafasi yako. Tubu kwa ajili yako, tubu kwa ajili yako, sababu wewe kama hujatubu, maombi yako yafiki kokote. Muombe toba na yule. Wengine wajua wanachokifanya. Hawajui kabisa, hawajui. Adui amekamata fahamu zao. Mpendwa wangu, somo letu lisiwe refu leo. Bwana Yesu akubariki kwa muda wako. Mpendwa, hii hapa mahali pako wazi. Ukijisikia kuomba, karibu. Ukijisikia kuomba madhabahu nyingine pia, karibu. Mradi wewe omba, tafuta kuwa. Neno tumepewa wiki hii, tutafute kukaa katika mapenzi ya Kristo. Mbarikiwe sana. Na Mungu atutusaidia, tutapata nafasi tena nyingine. Kama tulivyoambiwa Januari, Roho wa Mungu alishaongea kwamba ratiba yangu mwaka huu itabadilika. Kwa sasa hivi inabidi ibadilike kwa njia hii. Lakini haijalishi kwamba hatuombeane. Tuombeane, mimi nakuombea na wewe endelea kuniombea katika hii safari. Barikiwe sana. Amina. Haleluya. Asante Yesu. Ni mimi Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Tafadhali share na watu wengine. Barikiwe sana. Amen.